Hujambo mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako popote pale ulipo. Ni saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Ni siku nyingine, siku ya Jumanne tunapokutana katika kipindi chetu cha maisha na muziki. Na siku hii ya leo nimefunga safari mpaka parokia ya Tegeta Damu Takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kukutana na Mwalimu Bilega, mtu mwenye mchango mkubwa sana wa muziki mtakatifu hapa nchini Tanzania na mtunzi imara wa muziki wetu wa Kanisa Katoliki. Mwalimu Bilega, moja kati ya tungo zake ni heri zaidi kutoa. Ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa. Kama umekutana na huo wimbo, basi huyu hapa ndiye mtunzi wa wimbo huo. Tutapiga naye story hapa kujua ni wapi alipoanza majiundo yake ya kimuziki, ni nini ambacho kimemfikisha hapa alipo, na nini ambacho nakifanya kwa sasa katika safari hii ya maisha na muziki. Ninayekuletea matangazo haya ni mimi Peter Kisoki. Utakuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Endelea kusalia pamoja nami ili tusikie kwa undani historia ya mwalimu huyu nguli wa muziki mtakatifu nchini Tanzania. Hii ni Jugo Media, Injili kiganjani mwako. Mwalimu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amen. Habari ya uzima? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwema ndugu yangu? Kwema tu. Karibu mtazamaji wetu anao shauku wa kufahamu huyu Bilega ni nani, amezaliwa wapi, amekulia wapi. Baadaye tutaingia katika safari ya muziki, ulijifunza wapi na nini ambacho kilikuvutia kuingia katika safari hiyo ya maisha ya kimuziki. Tukufahamu kwanza. Asante. Kwa jina naitwa Ernest Bilega. Nimezaliwa kijiji kinaitwa Marumba, wilaya ya Kasulu, jijini, mwaka 69 ndio nilizaliwa. Baada ya kusoma na kumaliza shule ya msingi, niliendelea na elimu ya chuo. Basi nikawa nimehamia jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kazi baada ya kumaliza chuo. Kwa hiyo niko hapa Dar es Salaam kwa sasa, lakini natokea mkoa wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma? Ndio. Hongera sana mwalimu. Asante. Watu wa Kigoma inasemekana ni watu wenye talanta kubwa sana katika muziki, hasa muziki mtakatifu. Lakini hata muziki wa kidunia pia tunaona wakina Diamond, wakina Alikiba, wote wametokea Kigoma. Hongereni sana. Hata kwenye mpira. Hata kwenye mpira Kwa Kigoma ni watu wa vipaji tuseme. Hongereni sana mwalimu. Sasa tufahamu safari yako ya maisha ya kimuziki ilianzia kule Kigoma au ilianzia baada ya kufika hapa Dar es Salaam? Hapana, safari yangu ya kimuziki ilianzia kule kijijini, kwa sababu sisi kijijini ilikuwa ni parokia na shule ya msingi ipo ndani ya parokia. Kwa hiyo muziki hata mashuleni ulikuwepo kipindi hicho. Okay. Kwa hiyo tulijihusisha na bendi za shule na mashindano mbalimbali katika shule mbalimbali, kuimba nyimbo, kwa hiyo na kuimba kanisani pia. Na mwalimu aliyeanza kabisa safari kunifundisha anaitwa Patrick Nemes Mubako. Yeye yupo mpaka sasa, ila anaishi Kasulu mjini kwa sasa. Kwa hiyo alinifundisha kile kidogo, lakini ni kikubwa. Kwa hiyo hicho nifundisha, baadaye nikawa tegemeo kama kwa ya master kule kwetu. Hapo tunazungumzia shuleni au tunazungumzia nyumbani, mtaani? Shuleni. Kanisani. Hata shuleni bado katika upande wa bendi, watu hasa wale wanaomaliza darasa la 7 tulikuwa tunatunga nyimbo. Basi tukishazitunga tunazifundisha, basi tunawaaga. Basi kwa hiyo kulikuwepo na mashindano hayo kuanzia darasa la 4, la 5 na la 7. Kila mmoja alikuwa anaingia na nyimbo zake. Sasa hapo kulikuwa na changamoto, na anafanya vizuri zaidi na anafanya zaidi. Basi kwa hiyo tulikuwa tukitoka kanisani
shule tunakwenda kanisani kwenda kusali. Kwa hiyo na kule tulikuwa na kwaya. Baadaye na mimi nikawa kwa master kule kijijini. Sasa nilipokuja huku Dar es Salaam, baada ya Dar es Salaam nilikuja kusoma chuo. Basi nikasoma. Baada ya kumaliza kusoma nikasema sasa hii taaluma nahitaji niboreshe zaidi. Kwa hiyo nilikuwa na walimu wengi tu, akina Rukando Bazili ambaye sasa hivi ni marehemu, apumzike kwa amani. Kuna mwalimu mwingine anaitwa John Adam ambao ulikutana nao hapa mjini. Tulikuwa naimba nao kwaya. Kwa hiyo wote hawa, hasa John Adam aliniendeleza sana, aliponiendeleza baadaye akasema kwa hapa ngoja nikupeleke kwa mwalimu John Mgandu ambaye naye pia ni marehemu. Kwa amani. Kwa hiyo akanipeleka kwa yule mwalimu. Kwa hiyo mwalimu tukaongea naye nikiasikiana anachohitaji kunifundisha baadaye. Basi tukakubaliana, nikawa nalipa. Kusoma, baada ya kusoma kwa kweli aliniendeleza. Aliniendeleza. John Mgandu aliniendeleza zaidi. Sasa mwalimu, samani nikurudishe nyuma kidogo. Ndio. Nataka kujua kile kiini. Yaani kile chanzo cha wewe kupenda muziki ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni pale shule kwa sababu ya zile bendi ambazo mlikuwa mnapiga shuleni, au ilikuwa ni kanisani baada ya kupewa zile nafasi za kuconduct na vitu kama hivyo? Kwa kweli ambacho kilikuvutia zaidi kwamba sasa na mimi nataka nikujifunza muziki nifanye kama pengine wanaofanya watu fulani. Nini ambacho kilikuvutia? Kwa kweli tulianza kwenye bendi. Shule ya msingi. Wakati huo ulikuwa unapiga kifaa gani pale? Kwa sababu kuna ngoma, kuna filimbi, kuna yale manini mabati yale. Nilikuwa napenda kupiga ngoma. Okay. Hata hivi vitu vingine nilikuwa napiga. Kasoro filimbi tu. Ndio sina uwezo wa kuipiga kwa kweli mpaka sasa. Lakini vifaa vingine vyote nafanya, na hata hiyo filimbi nikiamua kufanya nafanya. Okay. Hongera sana. Asante. Muziki mzima ulikuja kujifunza kwa Dar es Salaam? Nilikuwa naijua kuanzia kijijini. Ambaye mwalimu wako alikuwa ni nani? Patrick Nemes Mubako. Okay. Yeye alikufikisha mpaka kwenye level gani kabla ya kuja Dar es Salaam? Alinifundisha kila alichokuwa nacho ambacho na yeye alifundishwa na mapadri. Ambacho ni kipi? Ambayo ilikuwa ni muziki, kuweza kusoma muziki kabisa. Kwa maana ya kusolve nyimbo. Kusolve nyimbo kama hivi. Kwa umetoka sisi Kigoma vijiji vyote wanajua muziki. Vyote. Kwa hakuna kwaya unaweza kukuta ina uhaba wa walimu sijui. Kwaya za vijijini ni kwanza ni bora hata zile zilizoko mjini. Ndio. Ambazo wewe pia ulikuwa miongoni mwao. Hongera sana. Asante. Kwa sasa umekuja Dar es Salaam. Ndio. Pale ambapo kile ambacho umetoka nacho Kigoma ukaja nacho Dar es Salaam. Ni nani aliendelea kukipalia zaidi mpaka kufikia hapa ulipo, na ni hatua gani ulipitia au ni maeneo gani ulipitia ili kuendelea kuchipusha hiyo? Nilipokuja Dar es Salaam nilikuwa tegemeo pia kwenye kwaya. Parokia gani? Parokia Kawe. Kituo chako cha kwanza kilikuwa ni Kawe baada ya Kigoma. Kwaya gani pale? Kwaya Mtakatifu Consolata. Maria Consolata. Okay. Lakini baadaye nilihudumia kwaya zote mbili ambayo kwa Mtakatifu Joseph. Lakini wakati huo ulikuwa unajua kusolve tu nyimbo? Kutunga ulikuwa bado? Nilikuwa natunga kidogo. Wakati umeshafika Dar es Salaam? Okay, sasa tufahamu. Sasa hivi upo kwenye level ambayo ni kubwa sana ya kimuziki. Tukimtazama Bilega tunaona ni Bilega ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye muziki mtakatifu Tanzania, pengine na mipaka ya nje ya Tanzania. Sasa ni nani aliyekichipusha kipaji hiki mpaka kikafikia kwenye level hiyo ambayo upo nayo sasa, ambayo hata wewe ukikaa unasema sasa namshukuru sana mwalimu fulani, yeye ndio kusababisha mimi kuwepo hapa, au chuo fulani ambacho nilipitia? Nilisoma kwa mwalimu Mgandu. Mwalimu Mgandu aliniahidi. Alichoniambia, alisema kuna mwanamuziki mmoja alimfundisha, yuko Komoro. Yeye sasa hivi yuko kwenye mabendi. Ila nimekuwa bingwa huko Komoro. Ambaye alimfundisha Mgandu. Akasema
Na baada ni mhoji kwamba sasa mwalimu, katika kufundisha kwako ni unajivunia nani ambaye unajua kabisa anafanya performance ipasavyo? Nasema wapo wengi walioko makanisani, lakini kuna mmoja yuko Komoro. Sasa na wewe nataka nikutengeneze. Kisha kutengeneza, basi nihakikishe kabisa kwamba unakuwa the best. Pia sawa mwalimu, mimi nitashukuru. John Mgando. Wakati huo uko bado chuo kikuu pale? Wakati yuko chuo kikuu. Na anaimba Msewe. Okay. Kwa hiyo kwa kweli alinitengeneza, alinifundisha sana, alinifundisha sana. Yaani baadaye sasa mpaka sasa ile kufundishana ukatoka sasa tukawa ndugu sasa. Tukawa ndugu, yani zaidi ya ndugu. Zaidi ya ndugu. Kwa sababu ya kile kiunganishi chenu cha kimuziki ambacho kilikuwakutanisha. Na alinipenda. Baadaye sasa nikamwambia mwalimu, nahitaji nipate certificate. Yeye mwenyewe alinipeleka Music Conservatoire, ilikuwepo tawi la British Associated Board ambayo kwa tawi la Uingereza lililosajiliwa hapa kwa niaba ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Mwaka gani ilikuwa hiyo? Hiyo ilikuwa ni mwaka 89. Mwaka 80 na kitu? Ndio. Hongera sana. Asante. Kwa hiyo akakupeleka kwenye? Akanipeleka ili nipate certificate. Kasema kule kwa chuo kikuu wale wanaokuja pale chuo kikuu ndio wanaopata zile certificate, wanaosoma pale. Mimi ambaye nilikuwa nasoma private ndio akanipeleka sasa kule. Kule nikasoma, nikaanza sasa kufuata zile sheria sasa na kanuni na msingi. Nikapata grade 1. Baadaye nikaendelea na kazi hizi na tunaendelea hata naendelea kufundisha. Kule nasoma, huku nasoma. Baadaye nilishtukia nimeitwa Baraza la Sanaa la Taifa, wakataka kunipa kazi. Baada ya kupata certificate. Walipotaka kunipa kazi, nikarudi kwake. Kwa Mwalimu John Mgando. John Mgando akasema, hapo bado hujafikia level inayotakiwa. Atakuja mtu ambaye ana elimu kubwa kidogo kupita wewe, watakufukuza. Kwa hiyo lazima turudi tujiimarishe zaidi. Basi kwa sababu Baraza la Sanaa la Taifa BASATA walikuwa wao wanafundisha. Kwa hiyo ikabidi niende tena pale kwenda kusoma tena. Nikafanya mitihani mpaka grade 4 nikawa nimemaliza. Kuanzia hizi grade nyingine nilizisoma tu. Kwa hiyo mwalimu akaendelea kunifundisha mpaka uhai wake alipoondoka. Kwa uliendelea kujifunza kwa John Mgando mpaka pale ambapo sasa wakati unamwambia mwalimu, unampa taarifa kwamba unataka upate certificate. Wewe ulikuwa umejiona umeshaiva kabisa kimuziki kwamba unastahili kupata, au ulikuwa unakimbilia tu? Nahitaji certificate kwa sababu tayari huko Baraza la Sanaa la Taifa walishanihitaji. Na nilipomaliza tu basi wakawa wamenipa ajira pale Baraza la Sanaa la Taifa. Hongera sana mwalimu. Asante. Kwa baada ya kujiimarisha na kupata certificate ndio ukapata ajira? Nilipata ajira. Na ulidumu kwa mwaka gani? Ulikuwa unafanya majukumu gani huko Baraza la Sanaa la Taifa? Nilikuwa mwalimu. Ulikuwa unafundisha muziki? Ulidumu kwa muda gani? Baraza la Sanaa la Taifa tumeachana, hatujaachana mpaka sasa. Mko mnafanya kazi pamoja? Tunafanya kazi, ila nilianzisha taasisi ya kwangu. Kwa hiyo nikamwambia sasa nitafute mwalimu mwingine ili kama kuna mahali ambapo panapohitajika mimi nifanye, basi nahitajika mniite nije nifanye. Kwa hiyo tuliachana kwa njia hiyo mwaka 2013. Lakini walirudi tena mwaka huo 2013 kwamba tunahitaji urudi. Nikamwambia
siwezi kurudi kwa sababu tayari nimeshaanzisha taasisi ya kwangu. Kama kuna kazi zozote niambieni, au nilete watu ambao tayari wako perfect waje hapo. Akasema basi sisi tutaendelea kukutumia wewe. Kwa mpaka sasa bado wananitumia. Pamoja na kwamba unaendelea na majukumu yako. Wananitumia. Hongera sana mwalimu. Asante. Kipi ambacho unakikumbuka kwa Mwalimu John Mgando katika safari yako yote ya kujifunza muziki kwake? Ninachokikumbuka kwa John Mgando, kwanza anapofundisha hataki mchezo. Hataki masiara. Hataki masiara. Ukija na masiara yako, hautamuelewa. Atakula hela yako mpaka utachoka wewe mwenyewe, kwa sababu amesha kuona kwamba wewe hauko serious, hauko active. Hilo ni moja wapo. Pili, ambacho alinifundisha upendo na ukarimu. Mwalimu Mgando hivyo vitu alinifundisha, akasema kwa Mwafrika, ukienda kwa Mwafrika, cha kwanza lazima mkaribishe chakula, ndipo mtaelewana. Nasema ni mila na desturi zetu. Ila wazungu wao kiandaa bajeti yao, basi utaikuta hiyo wewe utakaa pale, watamaliza kula, ndio mtaanza sasa kuzungumzana kilichokuleta. Lakini sio kwa Mwafrika. Ukifanya hivyo kwa Mwafrika, wewe haupo. Sifa ya Mwafrika ni ukarimu. Ukarimu. Kwa hiyo alinifundisha hilo, na kwa kweli tulipokuwa tukionana hayo yote yalitendeka. Wakati mwingine hata napolipa yule ada yangu, sasa baadaye namwambia sasa, mwalimu, hapana. Sasa yeye anaanza kunikalimu mimi. Wakati mimi nimemlipa na vitu vingine mimi nafanya, na anaanza naye kunikalimu. Akasema sasa, mwalimu, mimi nataka nikufanyie kwa sababu wewe ni mwalimu wangu. Akasema na wewe ni mwanangu. Unaona, mpaka alikuwa ananiita mwanae. Na kweli alikuwa ni mkubwa kwako kiumri? Yeye ni alikuwa mkubwa. Anizidi umri. Hongera sana mwalimu. Sasa kwa Mgando ulijifunza nini zaidi? Kwanza kabla ya hilo swali, kinanda unapiga? Napiga kinanda. Na kinanda unapiga pia? Kuna kinanda unapiga pia? Ndio. Kwa hiyo vyote ulijifunza kwa Mwalimu John Mgando? Alinifundisha yeye. Ni katika mpangilio wa zile hatua, au ulianza kupiga kinanda baadaye ukaja kujifunza muziki? Nilijifunza, nilipata changamoto. Kwanza nilibobea kwenye kusoma. Sio kwenye kinanda. Kusoma muziki. Ndiko nilikopenda hasa, kusoma muziki. Sasa nikawa nimeletwa hapa Tegeta. Hapa Tegeta sasa ilikuwa bado ni parokia changa. Parokia Tegeta inaanzia Tangibovu. Inakwenda Bagamoyo mpaka Mlandizi. Kwa enzi hizo walikuwa naleta mashirika mbalimbali tu. Basi tukiwa hapa pamegawanywa hivyo. Sasa nilipofika hapa, nilipomkuta mpiga kinanda, yeye alikuwa anapiga nyimbo zake tu anazozijua. Kwa hiyo kwenye liturujia alikuwa yeye hiyo afuati. Naambia sasa nafuata liturujia. Kila Jumapili lazima iwe na wimbo wa kwake. Na alikuwa naye ni mzee, naye alishafariki. Basi nilimwendea Mwalimu Mgando, nikamwambia, mwalimu, sasa hivi nina mtu mmoja anayepiga kinanda, na walisoma wote shule seminari, ila amesema baada ya miezi miwili tutafute mpiga kinanda mwingine, kwa sababu yeye kufanya mazoezi kila siku nyimbo mpya hawezi. Wakati wewe hujui chochote kuhusu kinanda? Nilikuwa najua na ideas. Lakini huwezi kupiga kwenye meza takatifu? Siwezi. Kwa kweli namshukuru Mwalimu Mgando. Namshukuru Mwalimu Mgando. Akaniambia, si unataka kwenda kupiga kinanda tu cha kanisani? Nikamwambia ndio. Kwa kweli fundi ni fundi tu. Uwezi ukasema mimi amenifundisha na mzidi, kwa mwanafunzi amzidi mwalimu. Na ukiona mwanafunzi anasema mimi namzidi mwalimu, basi huyo mwanafunzi hataweza kufika mbele. Hawezi kufika mbali. Usiku na mchana, yani yale mazoezi mpaka jasho linakutoka mpaka unavua shati. Mazoezi ya kinanda. Tatu tu.
kwamba hebu kafanya haya mazoezi tutakuja kunipatia ndio 3 tu. Nyimbo hizi nikawa nacheza za kanisani. Nacheza hapa nasema sasa hapo tunapiga sasa tuendelee na mazoezi sasa. Ya muziki wa kawaida. Muziki sasa na mazoezi ya kinanda. Kwa hiyo nilikuwa nafanya zoezi ya kinanda pale, napiga, naenda pale, anaangalia, anasema hapo sawa, endelea. Kwa hivyo hicho ambacho kilisababisha niweze kupiga kinanda baada ya kuwa. Kwa baada ya hapo nawe ukaendelea na jitihada binafsi na nini, hatimaye ukawa katika level ambayo ni nzuri. Level kabisa nzuri, na kuna mwalimu mmoja naye pia nimshukuru. Anaitwa Mwalimu Joseph Nturo. Yeye yuko Geita. Alikuja Dar es Salaam hapa. Sasa alipokuja alikuwa amepata scholarship ya kwenda nje. Akakuta zile nafasi zimejaa, wakapewa nafasi za kuingia jeshi. Sasa alipokuja parokia ya Kawe, na yeye pia alinikuta nafanya mazoezi, akaniambia bwana, yaani haya mazoezi unaweza kuhangaika nayo kwa wingi. Kabla hapo sijaingia hata kanisa nikaenda kupiga kinanda. Sema na kabla hujapewa mazoezi yale na mganga. Akaniambia bwana, ngoja nikutengenezee utaratibu ambao ulikuja na kinanda fulani kiko huko Rulenge Ngara, ambao aliandika kabisa wazungu kabisa kwamba ukitaka kupiga kinanda kizuri fuata utaratibu. Akaniandikia zile karatasi, nikawa nazo. Kwa kweli nilizifanyia kazi, na Mwalimu Gandu nilimpelekea, kama mwalimu, nimepewa ya mazoezi, naona yananiletea kitu. Akasema haya safi sana. Akaniambia lakini haya sisi hatufundishi. Kwa tukifundisha mtu anaelewa haraka. Kwa hiyo hawezi, na ile haraka anaweza kaelewa haraka, baadaye akabwiteka. Akaniambia nenda naye. Kwa kweli niyafanyia kazi. Akaniongezea confidence hasa. Hongera sana mwalimu. Asante. Hongera. Kwa hiyo kinanda, utunzi uko full. Ni wimbo gani wa kwanza ambao ulikuwa kwanza kutunga baada ya kujua muziki? Wimbo wa kwanza? Na ni kwa nini ulitunga? Nilitunga baada ya kufikiri. Baada ya kufikiri. Kwa sababu ukitaka utunge wimbo mzuri lazima uje na hisia kitu fulani. Kama unavyoona msiba ukitokea, kila mmoja anawaza na kwake. Kwa hiyo hata kwenye kutunga unapata hisia. Ile hisia sasa ndio inayokupelekea sasa kutunga. Lakini katika swala la kutunga, kwa kweli niseme ni siri ya Mungu. Sisi ni vyombo tu, lakini anayetunga ni Mungu mwenyewe. Lakini Mungu kuna walio wake anawapa kila mmoja, kwa sababu Mungu ametuleta sisi hapa duniani. Kila mmoja amempa kazi yake. Kama wewe hapa na kazi yako hii, lakini mimi kazi yako hii siwezi, lakini Mungu wewe amekupa hiyo kazi. Kwa hiyo ya mapenzi yake. Mapenzi yake. Kwa kila mmoja amempa kazi hii, wewe fanya hivi. Sasa hiyo hisia ambayo ulipata kwa wimbo wako wa kwanza ilikuwa ni hisia ya furaha au ya huzuni? Ilikuwa ni ya furaha. Ya furaha. Unakumbuka huo wimbo au ni zamani sana? Ule wimbo? Nakumbuka. Akivile. Ni zamani mno. Ni zamani. Na wimbo wa kwanza kutunga uliimbika moja kwa moja kanisani au ulimpelekea mwalimu kwanza, hebu chungulia kwanza uone kama kuna makosa? Uliimbika bila kumpelekea mwalimu yote akague? Wakati huo tayari umeshaingia da na mwalimu wako ni mgani? Haukumpelekea au ulimpelekea kabla ya Nilipeleka baadaye. Baadaye. Baada ya kuimba kanisani. Okay, na akasema safi, imekaa vizuri. Alirekebisha kidogo. Okay, lakini wakati umeshaimbika vizuri. Okay, hongera sana mwalimu. Asante. Sasa hii ni heri zaidi kutoa. Kwa nini ni heri zaidi kutoa? Ulikuwa na hisia gani? Maana umesema utunzi ni hisia. Inaweza kuwa hisia za huzuni, hisia za furaha, hisia za shukrani na nini. Kwa nini ni heri zaidi kutoa? Ni heri zaidi kutoa. Wimbo nilienda nyumbani 2006 kama sikosei.
kwenye msiba, mama yangu alikuwa amefariki. Pole sana. Apumzike kwa amani. Amin. Sasa nilipoenda nyumbani nilitumia uwezo wangu wote kumtibu mama, lakini mama alikuwa anasumbuliwa na kansa ya kizazi. Na nilituma dawa nyingi. Zile dawa alimeza, baadaye mwili ulipokataa kumeza. Sasa alikuwepo mwalimu mmoja ambaye ni binamu yangu, anaitwa Mwalimu Bilishanga. Alikuwa binamu. Ni kama Mungu tu alijua. Sasa nilipoziona zile dawa pale nyumbani, nikasema ina maana baba hakumshughulikia mama. Kwa hiyo roho yangu ikawa imesinyaa kidogo kwa baba. Lakini yule mwalimu akaniambiaje, hizo dawa wewe ulizotuma wewe, mimi dawa nilizomnunulia hata gharama ya kunirudishia wewe ni ndogo, ni zaidi ya ndoo 3 au 5 katika kumtibu shangazi. Akasema mama yako ambaye alikuwa anamuita shangazi alikuwa mkarimu, na watu wote wakawa wanasema hilo, na wengine hasa walimu wa shule za msingi. Mara nyingi sana wananifahamu mimi. Nikisha toka Dar es Salaam, nikifika hatua ya kwanza huwa naenda pale shuleni, na walimu huwa nawapa heshima yao wote, mpaka wanasema mbona wewe una heshima kuliko wengine wanaotoka mjini. Kuta mtu amesoma hapa baba ajipata viseti, ni kutukana walimu. Nikamwambia basi huyo hatambui thamani ya kufundishwa na mwalimu. Basi wale walimu wakanamsifia, wewe ndiye mama yake fulani. Mama yule mkarimu, kwa anatupatia hizo, anatuletea maharage, akikwambia anakuletea maharage, kwambia anakuletea nyanya chungu, analeta. Ndio iliozaa huo wimbo. Sasa baada ya ule wimbo nilitunga kipande kidogo, nikasema ukiwa Kigoma kijijini kabisa, baada ya kupata hizo sifa za mama. Sasa nimefika Kigoma mjini kwa ya Familia Takatifu, wakaniambia mwalimu, kwanza walinipa lambi kwaya, nikashukuru. Wakaniambia lakini mwalimu, tumekumisi sana, wewe ni mfadhili wetu. Nikamwambia ni hiyo kwaya ambayo ulikuwa unaimba zamani? Hapana, hiyo Familia Takatifu ya Kigoma ya mjini. Wao walinishukuru tu kwa sababu nilikuwa nawatumia nyimbo na mambo mengine pia kwa nafadhili ile kwaya. Basi sema wewe ni mfadhili wetu. Kwa kweli nilipofika, kwa kweli wakanifanyia tafrija kidogo. Basi na mimi nikafurahi, na yale majonzi angalau yakapungua. Wakasema sasa mwalimu, ututungie wimbo ambao hata ukiondoka sisi hapa tuwe tunakukumbuka. Nikasema sawa. Basi nikachukua ule wimbo, ile kipande ambayo ilikuwa ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea, ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Niliishia hapo. Kiitikio tu pekee yake. Nikaishia hapo. Sasa waliponiambia, basi nikavuta hisia ya yale zile sifa za mama. Nikaongeza pale, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kuliko kupokea. Kwa nikaongeza pale. Kwa hiyo ule wimbo tukaeni, basi nikaambia haya wimbo sasa huu hapa. Mimi naondoka Jumapili, wakasema tufundishe kwanza huu wimbo. Na Jumapili tuimbe. Kwa kweli ule wimbo tuliimba kanisani kabla hujaondoka. Ukaitika, na aliyekuwa wa kwanza kucheza huo wimbo alikuwa anaitwa Fidelis Mahela. Kwenye kinanda. Yuko Moshi.
naona na Mwalimu Onesmo Tahoncha siku ziko Dar es Salaam. Kwa kweli nikamwambia sasa wimbo huo sasa twende tukatoe photocopy. Wakasema sawa, tukatoa photocopy. Tulipotoa photocopy, wengine walimu wakasemaje, original copy tu lazima ibaki hapa. Wewe ondoka na copy. Nikamwambia haya. Hatukukubaliana kwamba ile original copy kubaki pale. Waliamua wakasema wewe basi tugawane iwe kumbukumbu. Kwa hiyo mimi nilibeba kiitikio. Wao wakabeba mashairi. Mashairi original. Nikamwambia okay sawa. Kwa hiyo tukapiga photocopy tukabana hivi ile copy. Sasa nikawaambia mimi nimewaachia wimbo huu. Walimu wana tabia, wakiona wimbo huu ni mzuri, mtu akasema naomba huo wimbo, hamtoi, mnaweka kwa pani. Mtu anakuambia bado copy sioni na nini. Nikamwambia mgawe mwape. Sawa, akasema tutafanya hivyo. Kwa kweli ilikuwa familia takatifu. Ninawashukuru. Sasa wao nasema wamekuwa wainjilishaji kuliko mimi. Ile copy niliacha pale na wao ndio walikuwa kwanza kuimba ule wimbo. Dar es Salaam sikuja kufundisha. Ila copy ulikuwa nayo. Nilikuwa nayo. Kwa hiyo nilipofika huko ule wimbo ulianza kutembea kama ule mshumaa wa Pasaka pale. Kaanza kwenda kutembea tembea. Basi mpaka Italia wimbo wanauimba. Wanauimba kwa kweli. Hongera sana mwalimu. Asante. Kuna mtu mwingine aliniambia alikuwa yuko Israel. Akaniambia mwalimu, nimekuta wimbo wako huko, kuja kuangalia copy ni yako. Hongera sana mwalimu. Asante. Kazi nzuri, unafanya kazi nzuri sana, unafanya utume mzuri. Mungu aendelee kukubariki na kukulinda na kustawisha zaidi vipaji ambavyo amekujalia. Amina. Hongera sana. Labda tufahamu kipi ambacho kimebaki kwenye historia yako ya maisha kupitia maisha ya kimuziki. Yaani kitu ambacho hautakuja kukisahau katika safari yako ya maisha ya kimuziki. Katika safari yangu ya kimuziki kwa kweli, na kilicho pia ambacho kilisababisha kwangu pia nianze kufanya hii kazi kwa nguvu ni tabia baadhi ya walimu kususa. Kususa au kujiona, yani kujiona kama najua kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo ilisababisha kwanza niwe na ule moyo, mtu yote akisema anataka kusoma muziki namfundisha, wala siangalii gharama kwamba shilingi ngapi. Hapana, utakachokuwa nacho nipe. Kama huna, zamani kabisa mashahidi wapo kabisa hapa Tegeta, nilikuwa nafundisha bure, kila copy na print, kila kitu nafika na wagawia. Ilikuwa ni sadaka yangu. Sadaka. Ni sadaka. Sasa uchumi kwa sasa hivi umebadilika kidogo. Sasa nikamwambia sasa naomba karatasi mnunue. Unaona, karatasi mnunue. Mkinunua hizo karatasi basi mimi mtakuwa mmenisaidia. Hata mahala ambapo naweza nikafanya, au kama ni print naambia karatasi hapa, nenda wewe mwenyewe ukaprint. Sio kasema mwalimu anakula hela zangu, hapana. Lakini mimi faida yangu nayo nachokifanya kwamba nikikufundisha najua hata siku nikibanwa na kazi wewe utakuwepo pale unaendeleza. Hongera sana mwalimu. Asante. Siku umesikia Mwalimu John Mgando amefariki dunia. Ndiye mwalimu wako ambaye amekuwa katika level fulani ambayo imekufanya tukufahamu. Ndio. Umepata taarifa John Mgando amefariki. Ndio. Mapokeo yako? Kwa kweli nilibaki nimepigwa na butwa na simanzi na sintofahamu, lakini kwa sababu tunasema sisi kwamba kila naye muamini Yesu Kristo atapata ondoleo la dhambi, na naye mtegemea Mungu atapata uzima wa milele. Basi ilibidi nipokee, lakini sikuamini. Yaani sikuamini kabisa mpaka siku ya mazishi. Ndipo nikasema basi ni kazi ya Mungu. Sasa na yeye mwenyewe alikuwa ananiambia
mimi nakufundisha na wewe sasa uendeleze watu wengine. Kama sisi muda wetu Ndio. Kwa sasa hivi hapa nilipo muda wote naweza katokea Israeli akaja alikuwa anapenda kutumia mtu wao. Anapenda kutumia maneno. Alikuwa anapenda kutania kwa hiyo nikiondoka baki sasa na wewe unaendeleza na kina Octavian Mlima. Ni mwanafunzi wake au Octavian Mlima ndio muendeleze na wengine. Lakini kuumwa kwake ulitambua kipindi ambacho naomba ulikuwa na ulikuwa unaenda unamjulia hali na kumtembelea. Ndio. Kuna ujumbe wote ambao alishawahi kuachia kabla hajafariki? Kabla ya kufariki? Ulipokwenda kumtembelea labda kabla mauti hujamfika, kuna ujumbe wote ambao alikuachia kama mwanafunzi wake? Yaani kwa kipindi kile alipoumwa, kwa kweli aliumwa sana. Lakini usia alituachia kabla pale alipokuwa bado yuko hai. Kabla hajaanza kuumwa. Yaani kwamba ngoja nataka niwafundishe ikitokea 1, 2, 3 basi maisha yapate kufanya nini? Kusonga mbele. Na mwafundishe watu. Na hataki babaisha anakwambia. Anasema hii babaisha watu hawataki kusoma. Wanataka tu kuingia tu pale kwenye kwamba ni rahisi. Anasema lakini muziki sio rahisi. Kwa hiyo hasa kazi ya kwake ni kuhitaji kwamba wanafunzi wafanye nini? Wapatikanike, wasome. Anasema tena kwa natoa mfano, anasema unatoa kopi ya wimbo tu. Tena kwa napenda kusema muziki tu utoa ndugu to. Ukileta hiyo kopi kwamba haya tufundishe, unashangaa wengine wanafundisha tofauti. Unaona? Lakini kwa sababu gani? Hawataki watu kuwa na bidii ya kufanya nini? Ya kusoma. Na Mgandu alikuwa anapenda kufundisha. Kama nilivyosema kwamba alikuwa hataki mambo ya uzembe. Kufundisha alikuwa anafundisha. Na akikwisha kuelekeza kwamba umeelewa? Ndio, umeelewa Ndio. Kwa upole kabisa na kwa unyenyekevu hali ya juu. Kuelekeza. Sasa kakosee hata kamoja tu kwenye maswali 10. Anakuja kwa kukwambia hapa umekosea kidogo, nenda karudie maswali yote, hata yale ambayo umepatia yote. Yaani nataka akikupa mtihani huyu umpate mtihani wote. Sasa nikamuuliza mwalimu, nimekosa kaka moja tu nikarudie yote. Akasema ukisoma pale kwenye makosa akasema hapa na shida, utakariri makosa yote. Kwa hiyo anasema vema zinaleta hamasa. Sasa leo hii tunakumbana hiyo changamoto. Mtu amekosa maswali 3 anamwambia nenda karudie. Mwalimu sasa sinirudie tu maswali 3 tu hapana, karudie yote. Baadaye unashangaa mtu huyo ndio kaona kama imekuwa kazi ngumu. Ni changamoto kubwa. Mwalimu, hongera sana. Asante. Kwa darasa lako liko hapa Tegeta? Darasa la muziki? Ni taasisi. Taasisi. Taasisi yangu iko mjini. Iko pale Ilala Bungoni. Karibu na ofisi ya serikali ya mtendaji. Jengo la Superintendent College. Utaratibu upoje labda kwa mtu ambaye anapenda kujifunza muziki na anataka kuone? Akifika ofisini, anafika anajitambulisha. Basi tunafanya registered yako kitabu cha wageni, tunampokea. Kisha mpokea tunamwambia shida yake. Mimi nataka kusoma muziki wa aina gani? Maana muziki iko aina basi akijieleza tunampa fomu anasoma. Miongoni mwa muziki ambayo unafundisha wewe pale ni ipi? Muziki? Kwa kweli muziki mimi nafundisha theory. Yaani nadharia na vitendo. Unafundisha pale. Kuna mtu anaweza sitaki kujifunza nota, akataka tu mimi nenda kujifunza pale gitaa au violin na vitu kama hivyo.
nafundisha piano na hiyo theory ya na ngoma, gitaa, ya hizi saxophone na violin na trumpet. Hizo huwa na dili na mtu ambaye naye ame specialist na ile department. Lakini kabla ya kumpeleka kwenda kwa mtu ambaye naye jua kufundisha trumpet, lazima kwanza apitie, kwanza some muziki. Iko kigezo namba moja. Hicho kigezo namba. Kabla hujamfundisha ala yoyote ya muziki lazima umwambie kwanza soma muziki. Yaani muziki kwa ujumla in general ni sawa na jeshi. Ukisema naomba jeshi la FFU, watakwambia hilo alipo, watakwambia hizo ni department ndani ya jeshi. Kwa hiyo tunapozungumzia muziki, maana yake muziki tunazungumzia theory ambayo ni nadharia, ambayo kishaijua hiyo sasa ndio inaenda kugawanyisha sasa, kwenda kwenye piano, kwenda kwenye saxophone, kwenda kwenye violin. Sasa ukifika kule sasa wanakupa utaratibu. Bwana hiki chombo kiko hivi, kiko hivi. Na yote yameandikwa kwenye vitabu. Yote yameandikwa kabisa. Hapo sasa ndio unagawanyika katika hizo department. Ila mimi sasa namshukuru Mungu kama anavyosema kwamba kuna mtu mwingine anaweza kukuta sisi walimu tumegawanyika. Yeye anajua kupiga tu kinanda. Basi nota ajui. Ndio swali langu lilenga hapo. Kuna wale ambao wanasema mimi nifundishe tu kinanda tu, mambo ya kufundisha sisi na nini. Sasa huyo anayezungumza hivyo, hata Mwalimu Mgandu alishasema. Tena alikuwa na kitu kimoja. Ukienda ukamwambia mimi mwalimu hiyo najua, hapo Mwalimu Mgandu umemkosa kabisa. Naona nimeshakutana na kijana mjuaji tayari. Kumbe wewe ni mwalimu kuliko mimi. Sasa namwambia basi nifundishe wewe. Kumbe unakuja umejua hapa nifundishe wewe. Yaani umemkosa kabisa. Tukasema natoa hela kiasi gani, akufundishi tena. Alikuwa anasema kabisa na alitufundisha kabisa, akasema ukienda mahali popote, hata kila kitu unachokijua kaa kimya. Wewe weka hivi. Bwana mwalimu, mimi nimekuja, hiki kitu mimi sijui, naomba unifundishe. Kwa unyenyekevu kabisa. Anasema utapata vitu vingi, unaweza kupata vichache, lakini ukawa umetengeneza akaunti nyingine itakayokusaidia. Lakini usiende kusema mimi najua. Kwa mwalimu ambaye kabisa anasema akili nafanya kazi, kusema mimi najua. Basi. Sasa kama unajua umekuja kufanya nini? Nikusaidie nini sasa kama unajua? Tayari wewe ni mwalimu. Wewe ni mwalimu. Kwa pale watu wa namna ile huwa hawaendelei, kwa sababu tayari wewe umeenda na akili yako, wewe unataka kumpangia mwalimu. Ila mtu akija akasema mimi najua kidogo, test tunampa, kama ni kinanda, kama ni violin, kama ni saxophone, hebu piga tuone. Hata kama mtu ana talent yake, akipiga tu unajua kabisa huyu yuko grade 1 au yuko grade 2. Nyongeza yake nayo inahitajika nini? Kwa una walimu pale ambao wanakusaidia kwenye hayo majukumu? Wapo. Hasa kwa vitu vingine kama hizo saxophone, violin, trumpet. Na darasa linakuwa wazi kuanzia lini mpaka lini? Darasa lipo wazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Mpaka Ijumaa. Kwa zile siku 5 za kawaida zote watu wanakuwa darasani. Hongera sana mwalimu. Na ni kuanzia saa 12. Asubuhi. Mpaka hiyo sasa inategemea na wanafunzi, kwa sababu kuna wengine ni wafanyakazi, mida ya jioni hawana nafasi. Sasa yuko tayari, kuna wengine mpaka saa 11 wanakuwepo. Na kuna wengine wakati mwingine elimu hiyo tunapoitoa wakiwepo watu wengi wenye uhitaji, tulikuwa tunalala pale mpaka saa 6. Kwa sababu kuna hostel zipo pia. Hongera sana mwalimu. Umesema awali kwamba moja kati ya vitu ambavyo vilikusababisha wewe ujifunze muziki
ni kuona tabia za walimu za kujisikia, kujiona, kuzila na vitu kama hivyo. Baada ya kujua muziki na mpaka sasa ambapo naendelea kufanya muziki katika tasnia hii ya muziki wetu mtakatifu. Ipi hali ya ushirikiano wa walimu unauonaje? Ushirikiano wa walimu? Walimu wa kwaya, baina ya walimu kwa walimu. Unajua nikizungumzia ushirikiano wa walimu, wapo wachache, hasa hawa ambao sasa hivi wana grade za muziki kidogo, wamepitia taratibu na wamefundishwa jinsi kwamba ukishajua noti, yani ukajua hizi noti vizuri, hata huwa tunawaambia unaweza ukawa na kipaji, tunawafundisha darasani. Ukiwa na kipaji lakini kama wewe uishi na watu vizuri, hicho kipaji chako hakina maana. Hakina maana kabisa. Kwa sababu kuna kuishi muziki na jamii. Hapo ndio kwenye changamoto. Lakini ushirikiano wa walimu upo kwa watu wachache, lakini sio wengi kivile, kwa sababu mfano kama grupu la jimbo kuu la Dar es Salaam lina walimu karibu 400, 600 kitu kama na zaidi 700, lakini ukija kwenye kuchangia wanachanga watu 50. Halafu siku tatizo linampata mtu ambaye hajachanga, unakuta ni shida. Naona unakuta ni shida. Kwa hiyo kumekwepo na hiyo changamoto ya niseme kwamba palipo na watu wengi na changamoto nazo hazikosekani. Lakini ushirikiano wa walimu hasa katika michango ni mdogo. Ndio hiyo unaona kwamba watu wako 700 lakini watu wanaochanga 50 au 80. Sio. Kwa hiyo hilo tatizo lipo, na pia kwangu mimi nijivunie. Mimi walimu wote ni rafiki zangu. Ni rafiki zangu sana, sio kidogo kwa kweli, na sio kusema walimu wa hapa Dar es Salaam, Tanzania nzima. Na sio Tanzania tu, hata East Africa tunawasiliana, tunashare nao. Na mpaka nimepewa mialiko. Kwa hiyo muda sio mrefu nitaenda kwenda kufundisha huko, kwa sababu nimekuwa napokea mpaka Wakenya wanakuja kusoma hapa. Hongera sana mwalimu. Kazi nzuri. Sasa tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa kipindi chetu, wakaribishe watazamaji wote ambao wanapenda kujifunza muziki mtakatifu na kujifunza hizo ala za muziki kwa ujumla. Wakaribishe darasani kwako na waambie utaratibu na namba za simu za kuwasiliana na wewe. Karibu. Tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa. Asante. Sasa kabla ya kuelekea mwishoni, kwanza nitoe pia rai kwa walimu wote wanaotazama kipindi hiki. Cha kwanza, kushirikiana ni muhimu, na hata Kristo mwenyewe ndiye mshiriki. Kristo ni umoja, Kristo ni upendo. Lakini walimu baadhi wamekuwa na changamoto za kutokushiriki. Nikizungumzia katika kwaya, mashirikisho ya kwaya nyingi maparokiani yapo hayako sawa. Wakitangaza mazoezi ya mashirikisho, wanaogomesha wengine ni hao walimu. Halafu tunakuwa na salamu yetu inayosema tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Sasa katika roho na kweli inahitaji umoja, inahitaji mshikamano, na wanasema palipo na umoja basi hapo pana nguvu, na mahali ambapo hapana umoja hapo hapana nguvu. Na kwaya nyingi zimekuwa wakati mwingine unakuta parokia na kwaya 4, 5 wanapeana zamu. Sasa inapokuja kutokea misa moja inaimba kwaya moja tu. Matokeo yake wale wanakwaya wengine wanalala nyumbani Jumapili, hawaji, wanasema hii sio zamu yetu. Hii sio sawa. Kwa hiyo wajiangalie. Wewe unapolala nyumbani unapishana na Mungu, unapishana na Yesu.
kwa sababu padri anapokuja kukuletea neno limetoka mbinguni. Kwa hiyo tujitahidi pia kwenda kanisani, hata kama sio zamu yako, lakini naenda ukashiriki. Mimi natoa mfano Tegeta hapa. Tegeta hapa shirikisho letu sisi liko hai. Yaani huyu anaweza kasali ibada ya kwa nyingine na akaingia kwenye ile kwa wala siulizwe. Mwalimu anaweza katoka kwa yeye akaenda kufundisha huko. Kama mwalimu hayupo kwenye kwa ile wanaenda kuchukua mwalimu. Kama mko wawili mwalimu ni njoo tusaidie. Wanamshika mkono tu ambia mwalimu twende. Hakuna naye uliza na ukimaliza sijui kuna 200 hakuna cha 200. Hata kama mpiga kinanda unatoka mwalimu mpiga kinanda wetu leo bwana leo kachelewa leo. Au sijali lala wapi. Sijui imekuaje. Mwalimu rudi. Anawaambia tu jamani nendeni kwenye matangazo mimi fanya kibarua. Wanafanya ile kazi akimaliza hamna mwalimu asante shika 1500 hamna. Hiyo ni kazi ya Mungu wewe. Sasa hiyo nitoe rai kwamba naomba watu wadumishe upendo. Ujumbe kwa walimu sasa. Kwa walimu wadumishe upendo na ushirikiano pia. Na ukitaka kuona miujiza ya Mwenyezi Mungu, kaa kwenye umoja, hubiri upendo. Utaona miujiza ya Mwenyezi Mungu. Baraka za Mungu utaziona. Sasa rai pia ya kwa wanamuziki. Nizungumzie kuishi muziki kwa ujumla. Nizungumze yani general, sizungumzie muziki mtakatifu tu peke yake. Muziki mtakatifu, muziki ni usafi. Usafi, kutokuwa na kiburi, majivuno, maringo. Unapoombwa kwamba nenda kasaidie hapa, nenda kafanya nini, kasaidie. Hiyo ndio kuishi muziki. Sasa kuna wengine amejua kama nilivyozungumza wale, najua tu kupiga kinanda tu. Hawanajua kuimba tu vizuri. Basi hayo malingo utachoka na kuchoka. Lakini sisi tunajua vitu vingi. Mimi najua vitu vingi. Siwezi nikalinga. Ninatambua kabisa hivi Mungu amenipa kwa sababu na nikilinga tu najua Mungu itaondoka vyote kama shetani alivyokuwa naimba sauti zaidi ya 4 na anapiga na kinanda yeye mwenyewe. Alileta majivuno. Vyote nikaondoka na kujua vilielekea wapi. Sasa hata mimi ninaposoma maandiko hayo kwamba huyu ndiye alikuwa anamwimbia Mwenyezi Mungu kila kitu anafanya. Alafu baadaye vikatoweka. Kwa kweli kwa nakuwa nina hofu. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu wote wanamuziki wahakikishe waache majivuno, malingo, wasiweke hela mbele. Kazi nzuri tu ikiwa kazi njema. Kazi njema inalipa. Wanasema wema huwa hauozi. Ukitenda wema wewe ondoka. Atakaye kumbuka atakumbuka. Kwa hiyo nitoe hali hiyo na waweze wale wenye moyo wafuate. Na pia tusiwe na upendeleo kwenye vikundi. Tuishi kwa upendo. Kuna wengine wanafanya mpaka bifu hii kwa yasibe vizuri. Wengine wanazimia mpaka vinanda. Sasa sijui kama kanisani unakumeenda kufanya nini. Unafanya kazi bure. Kwa hiyo asante sana mwalimu kwa ujumbe huo. Asante sana. Sasa wakaribishe watazamaji kwenye darasa lako na uambie mawasiliano ambayo unayo ili ukitaka kutafuta wakupate kwenye mawasiliano haya. Mawasiliano kwa wale wanaohitaji kusoma muziki na sio muziki tu na vitu vingine. Taasisi inaitwa EB Music Center. Ni taasisi ambayo imesajiliwa kabisa iliyo halali. Na tunatoa certificate ya kitaifa na kimataifa. Tunafundisha grade zote. Kwa hiyo anayehitaji anaweza nitataja namba. Jina naitwa Ernest Bilega.
Namba ni 0767 920 920. Rudia tena. 0767 920 920. Ya pili ambayo iko WhatsApp ni 0718 920 920. Na namba nyingine ya tatu ni Tigo pia ambayo ni Yasi wanasema 0713 60 57 59. 0713 60 57 59. Ukinitafuta kwenye namba hizo utanipata masaa 24. Asante sana mwalimu. Ndio. Mwalimu, tukushukuru na tukupongeze kwa utume ambao umeendelea kufanya. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na tunakuombea hiyo hali ya unyenyekevu na hali ya kujituma kupambania muziki mtakatifu izidi kuchipuka siku hadi siku, ili sisi tunaojifunza tuendelee kufaidi matunda hayo ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kupitia watumishi wake ambao wamekusogeza kufikia katika level hiyo ambayo umeifikia sasa. Hongera sana mwalimu, na tunakutakia kila laheri. Asante. Nilisahau jambo jingine. Ndio. Katika kufundisha kwetu pia tumewekeza hasa kwa watoto. Ndio tumewekeza, tunafundisha watoto wadogo kuanzia miaka 4. Kuanzia miaka 4. Miaka 4, lakini mara nyingi tunaowapata ni hawa wanaotoka nje. Waafrika ni wachache sana. Lakini watoto miaka 4 hasa wazungu hawa wenzetu wanathamini masomo hayo, tunafundisha kwa kweli sana tu, sio kidogo. Hongera sana. Lakini mtu akiwa na umri juu ya huo, si mnamchukua pia? Tunamchukua, na vipo vitabu vya watu wazima. Ila kipaumbele zaidi ni watoto? Hapana, muziki hauangalii hivyo. Unatakiwa tu uje kusoma na kuandika. Huo kwa upekee wake ndio mnasema mnachukua mpaka watoto wa miaka 4. Na tumewekeza kwa kweli kwa watoto. Watoto ni wengi tunaowafundisha. Na pia nilikuwa nimesahau certificate ambayo tunayoitoa. Walimu wengi, kuna wengine hawajui. Mimi niwaase tu na niwahamasishe waje wasome. Tukikupa certificate tunakuelekeza, ni rahisi kwenda jeshini. Kwa sababu jeshini kuna bendi za jeshi. Sasa huku kienda, hata kama na elimu nyingine ukifanya vizuri si lazima ukafanye kazi ya muziki. Na wito mwingine ambao naotoa pia kwa walimu, na nilishafanya hivyo katika dekania yetu ya Gaspari kabla haijagawanywa Thomas More. Tulikuwa na madarasa mengi na karibu robo tatu ya wanafunzi ya walimu wa kwaya. Kwa kweli wengi wametoka mikononi mwangu, na wale waliotoka mikononi mwangu wamefundisha na wengine. Na sasa hivi sisi tumegawanywa, tuko jimbo la Bagamoyo. Na hako tena pia mikakati, nimeshaanza mikakati muda sio mrefu ninachohitaji kufanya, ambacho kwamba nahitaji hata sala za walimu ambao tutakuwa tumefundisha wao na tuombea, hata kama siku tumerudi huko tulikotoka, nihakikishe angalau nifike 80% ya walimu ambao wana certificate. Bado hata Dar es Salaam pia nitashirikiana nao pia, kwa sababu mimi ni mdau wa muziki na nitafanya hivyo, na nimekuwa nafundisha hata maparokia mengine, watu wanakuja Tegeta au tunakutana sehemu nyingine, lakini nahitaji nifanye kidogo tu ili kumbukumbu hii ipate kuwepo kwamba huyu alifanya hapa, ili na hawa nao ambao nitakao kwa nimewaacha nao wafanye kama kina John Mgando walichotufanyia. Lakini kwa sababu hata hizi changamoto za walimu zinatokea kutokana na wengine anajua tu, yani anajua hata na kipaji, lakini kuwa na kipaji ni sawa na kama uko gizani. Ukienda ukapata elimu utakuwa huko kwenye mstari mzuri. Kwa hiyo tunahitaji kufanya hivyo.
Naam, mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, huyo alikuwa ni Mwalimu Ernest Birega ambaye ametupitisha katika historia yake ya maisha ya kawaida, lakini ametuingiza katika historia yake ya maisha ya kimuziki, ambapo ametufafanulia kwa undani kabisa kile ambacho amekifanya katika safari yake ya maisha ya kimuziki na kile ambacho anaendelea kukifanya sasa katika kuhakikisha kwamba muziki mtakatifu nchini Tanzania na ulimwenguni kote unastawi kupitia vipaji na talanta ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Nikusii wewe mtazamaji wangu mpendwa, na kwa namna pekee walimu ambao mnajua muziki lakini bado hamjapata certificate au hamjapata yale mafunzo ambayo yanawafanya kuwa walimu kamili, basi mnaweza mkawasiliana na Mwalimu Birega kwa namba ambazo ametutajia hapo. Asante kwa kuwa sehemu ya uinjilishaji pamoja nasi. Asante kwa kutazama kipindi chetu. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Peter Kisoki na kutakia wakati mwema na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Bye bye.